Target. Habari na nguvu ya Omega, wewe ambaye unatufuatilia kwa uzuri kabisa kupitia Haleluya TV. Jina langu ni Promise Bunto na leo tunaye mgeni ambaye tutakwenda kuzungumza naye vitu vingi mahali hapa. Nina imani kwamba utabarikiwa mno na nina imani kwamba upo tayari kuweza kusikia kile ambacho tumekuandalia kupitia kipindi cha The Target. Tunafurahi kwa sababu leo tupo hapa kwa ajili ya kuzungumza jambo la msingi sana. Na mtazamaji wa Haleluya TV anashauku kukufahamu kwamba wewe ni nani, unajihusisha na nini, na tutakuja kumwambia pia kwa nini uko mahali hapa. Yes, karibu. Mimi naitwa Rodrick Nabe, ni mwanzilishi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Road to Success. Sasa watu wengi wakisikia Road to Success, ulifikiriaje? Kwa sababu nilifikiria kwamba watu wengi wako kwenye njia ya mafanikio. Na njia ya mafanikio sio kituo, ni mchakato. Kwa hiyo ni kama barabara. Kwa hiyo nilipoanzisha hiyo taasisi tukaanza kutoa elimu kwa vijana, wanawake na wajasiriamali. So mimi ninachokifanya kikubwa ni ualimu, kufundisha nje ya darasa. Lakini pia ni mwandishi wa vitabu, ni mkufunzi kwa vijana na mentor na mwelekezi wa masuala ya kujitambua, biashara na uongozi. Wow. Na mtazamaji wa Haleluya TV, mgeni wetu amebeba package za kutosha kama ambavyo umeweza kumsikia kwenye utambulisho wake. Huu ana vitu vingi. Kwa nina imani kwamba leo utabarikiwa sana juu ya kile ambacho tumekuandalia, na leo tutakwenda kuangalia ujasiriamali kwa vijana wa Kikristo. Ujasiriamali kwa vijana wa Kikristo. Kabla hatujaingia in deep kwenye ujasiriamali kwa vijana wa Kikristo, mimi natamani uweze kutueleza kwa uzuri kabisa nini maana ya ujasiriamali. Ndio. Kuna watu ambao wanachanganya ujasiriamali na biashara. Ni vitu viwili ambavyo vina utofauti kidogo sana. Ukisikia mtu ameitwa mfanyabiashara, ni yule ambaye ananunua kitu na anakiuza bila kuongeza thamani yoyote. Kwa hiyo ananunua chungwa shilingi 100, anaitoa Buguruni, anaipeleka Gongo la Mboto, anauza shilingi 200. Anapata faida shilingi 100. Huyu ni mfanyabiashara. Mjasiriamali ni yule ambaye anaongeza thamani kwenye kile ambacho aidha amekitengeneza mwenyewe au amekinunua sehemu, anakiongezea thamani. Kwa hiyo nikichukua kiatu nikakiongezea nakshi au nikakiongezea urembo, nikaenda nikakiuza, mimi sasa hapo nabadilika kuwa mjasiriamali. Yes, so mfanyabiashara tu. So zamani watu walikuwa na neno la ujasiriamali walikuwa wanalichukulia kama wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanafanya vitu vidogo vidogo, lakini neno ujasiriamali ni neno kubwa sana. Na zamani ukisema ujasiriamali watu wanafikiria cha kwanza kutengeneza sabuni, kushona batiki, yani walikuwa nafikiri huo ndio ujasiriamali. Kumbe ujasiriamali uko kwenye sekta nyingi sana. Lakini umemzungumzia huyu ambaye anashona batiki, kuna wale wanatengeneza handbag, si wanakuwa wamejiongeza na wanafanya vitu. Ndio maana tunawaita wajasiriamali. Kwa sababu gani? Anatengeneza batiki kama ni yeye mwenyewe, au ananunua ile batiki alafu anaweza kaongezea tu kaurembo kidogo tu, ameshakuwa mjasiriamali. Wale ambao wanauza simu, yani anatoa simu Dubai analeta Tanzania, huyo ni mfanyabiashara. Na hata kwenye kufanya biashara kuna viwango. Yes. Sasa kuna mtu mmoja atajitetea, atasema kwamba mimi nauza simu sawa, lakini sasa hivi nimewaongezea wateja wangu, utapata protector, utapata charge for free, utapata nini? Cover. Basi tunaweza tukamweka kwenye kundi la wajasiriamali. Ndio. Mtazamaji wa Haleluya TV na kijana mwenzetu ambao anatufuatilia kupitia Haleluya TV, nina imani kwamba umeweza kupata uhalisia wa ujasiriamali. Ujasiriamali ni nini? Na kama ambavyo umeweza kumsikia hapa Mr. Rodrick ambaye niko naye hapa, ambaye tunazungumza vitu vingi sana, na huyu amebeba status kubwa sana kwa upande wake, kwa sababu amesimama kwenye kila engo. Na kwa wale vijana ambao wanahitaji ushauri kwa namna moja au nyingine, basi unaweza kukutana na Mr. Rodrick akakupa ushauri. Na leo tunazungumzia ujasiriamali na vijana wa Kikristo. Kwa kweli nimepata nafasi nyingi sana
za kuzungumza na vijana wa Kikristo, kwa sababu kwenye taasisi yetu tuna program moja inaitwa ujasiriamali na Mkristo. Manake tunaenda kanisani, tunaenda kwenye maeneo mbalimbali na tunawafundisha vijana ambao wa Kristo kuhusu ujasiriamali. Akina mama, akina baba tunawafundisha. Na kitu ambacho nimegundua, cha kwanza kwenye upande wa imani wako vizuri. Hakuna shida kabisa. Hakuna tatizo. Mistari ya Biblia wanaijua, wananena kwa lugha, upako wanao. Hakuna shida. Inakuja sasa kwenye upande wa pili wa kipato. Mchungaji akianza kusema kwamba sasa ni muda wa kujenga kanisa, utaona sasa vijana wanaangalia chini, au wanaenda chooni, au wengine wanatoka kabisa. Kwa sababu gani? Hawana upande wa fedha au upande wa biashara. Unahisi hili tatizo limeanzia wapi? Mimi nahisi hili tatizo kuna maeneo kama matatu. Eneo la kwanza ni nyumbani. Wazazi wetu wengi, tena zamani, wao walizoea kwamba mtu yoyote akimaliza shule anaenda kuajiriwa. Kwa hiyo chimbuko ya ajira ikaanzia hapo. Wao walikuwa wanaona ujasiriamali ni kama kupoteza muda, kwa sababu hawakujengwa kwenye msingi huo. Na zamani mtu akimaliza tu chuo, kabla hata hajamaliza tayari ana ajira. Serikali walishamuita au kampuni ilishamuita, yuko mwaka wa pili, mwaka wa kwanza walishamchagua kwamba wewe ukimaliza unakuja kufanya kazi. Sasa kadri tunavyoenda ajira zinapungua. Kwa hiyo swala la ajira likaanza kupungua na watu wakaanza kuona upande wa biashara na ujasiriamali. So familia nyingi zilikuwa hazina misingi ya kufundisha vijana kuhusu biashara au ujasiriamali. Kwa hiyo ni eneo la kwanza. Eneo la pili, kanisani. Sehemu ambazo tunaabudu hakuna madarasa ya biashara. Utakuta tunazungumza kiroho, lakini upande wa biashara hatuyagusi sana hayo maswala. Tunaona kama vile tukiingiza swala la biashara kanisani, kama vile tumekuwa wafanya biashara na sisi tunatoa huduma. Kwa hiyo wachungaji wengi au makanisa mengi yanaona kama vile tukiingiza swala la biashara tutakuwa tumeingia upande wa pili, lakini sio kweli. Kwa hiyo vijana wengi wanakosa hiyo elimu kanisani, kwa hiyo wanapata elimu upande mmoja. Lakini eneo la tatu ni vijana wenyewe kuto kujitafutia maarifa, taarifa sahihi kuhusu ujasiriamali au kuhusu biashara. Kwa hiyo unamkuta ukimuuliza kwa nini hujaanzisha biashara, anasema sijui nianzie wapi. Sijui nianzie wapi. Inawezekana kijana ambao wanatutazama kupitia kipindi cha The Target, na wewe ni moja kati ya watu ambao wanajiuliza maswali, sijui nianzie wapi. Na wewe ni moja kati ya wale ambao umekuwa mzoefu wa kwenda kanisani kila siku kama kijana, na umekuwa ni mtu ambaye unamwamini Mungu na unaamini kabisa kwamba kutokana na elimu yako, basi vile unapokwenda kanisani kila siku na kumwomba Mungu, Mungu atafungua njia kwa namna moja au nyingine. Lakini Biblia inatuambia kwamba Mungu wetu hawai wala hachelewi. Sasa katika ule muda wa kusubiri muujiza wako, nini unakifanya? Ndio kitu kikubwa ambacho tunakizungumza hapa, wewe mtazamaji wa Haleluya TV, ili uweze kujifunza na wewe uweze kusimama kwenye nafasi yako. Tutakwenda kumwangalia au tutakwenda kutazama ujasiriamali kwa vijana wa Kikristo. Sasa kuna zile dhana vijana wa Kikristo kwamba nikifanya biashara labda kutatokea hiki, nikifanya biashara ratiba yangu kanisani itabana, nikifanya biashara kuna vitu nitakaa mbali sana na Mungu. Sasa mimi natamani sana uweze kutusaidia kama vijana ambao tunakitazama kipindi cha The Target kuhusiana na eneo hili. Of course hizo dhana zipo, na hata zamani watu walikuwa wanaangalia wafanya biashara wakubwa walikuwa wanaonekana kama makatili ambao wanatumia uchawi. Kwa hiyo yani hizo dhana zilikuwepo kwamba kama wewe ni wa kiroho, wewe ni mtoto wa Mungu, ukifanya biashara utakuwa mchafu. Yani ndio dhana ambazo
zilikuwepo kwamba yoyote anayefanikiwa kwenye biashara kuna kitu cha ziada ametumia. Biblia inatuambia kwamba ufalme unatekwa na wenye nguvu. Ndio. Kwa hiyo sasa wao walikuwa hawaamini katika nguvu ambazo wanaziamini wao. Wanaamini kwamba huyu ametumia nguvu tofauti na hizi za uongo ambazo wanaziamini. So hizo dhana lazima vijana waanze kuzibadilisha, kwa sababu wapo wafanyabiashara ambao wameokoka, wanampenda Mungu na wanafanya biashara zao katika njia zilizo sahihi. Sasa tukisimama hapo, tunaweza kujiuliza swali, namna gani imani ya Kikristo inaweza kumuongoza kijana katika kuimarisha na kuendesha biashara kwa uaminifu? Kwa kweli Biblia imetuelekeza mambo mengi sana, na mimi naweza nikasema kama ni mwanafunzi wa Biblia, mimi niko labda darasa la 3. Kuna vitu navijua vipo, lakini ukiniuliza viko wapi haswa, naweza nikashindwa kueleza, lakini najua kuna vitu vipo. Kwenye kitabu cha Mwanzo kuna mstari ambao unatupaswa tuongezeke au tuitiishe dunia, tuidominate. Na kwa Kiingereza wanatumia neno fruitful. Maana yake popote ulipo, hakikisha kwamba unazaa matunda. Sasa moja ya maeneo ambayo yanaweza kukusaidia uzae matunda au uongezeke ni kwenye eneo la kufanya biashara au kwenye ujasiriamali. Maana yake umeanza na mtaji wa 100,000, mtaji unakuwa unaenda 200,000, 300,000, milioni. Hiyo ndo kuwa fruitful. Ukiwekwa sehemu yoyote, lazima tuone matunda yako. Kwa hiyo biashara au ujasiriamali unatupa sasa nafasi ya kudhihirisha maneno ambayo yapo kwenye Biblia, kwamba mimi nimezaliwa kwa ajili ya purpose yetu au kusudi letu kubwa la kwanza. Ukiachana na kusudi la mmoja mmoja, kusudi ambalo tumepewa wote ni kwamba hakikisha kwamba una matunda. Na nakumbuka Yesu Kristo alikuwa anatembea, akifika sehemu akakutana na mti ambao hauna matunda na akaulani. Sasa hiyo inatuonyesha nini? Ni kwamba hata wewe usipozaa matunda, Mwenyezi Mungu hafurahii. Sawa, hebu tutazame Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Sasa umeelewa kwa nini nimekuambia mimi niko darasa la 3? Kwa sababu nilijua upo mstari lakini sijui uko wapi. Kwa hiyo purpose au kusudi la kwanza la kuumba wewe kama kijana Mkristo, Mungu anataka uongezeke. Mungu anataka uzae matunda. Na huwezi kuitiisha dunia, huwezi kuidominate kama huna nguvu. Kwa hiyo cha kwanza ujue kabisa kwamba unatakiwa ulete matunda popote utakapowekwa. Na ujasiriamali ni moja ya njia ambazo unaweza ukazitumia. Lakini kwenye Methali 22 inaongelea kwamba utakapokuwa na uwezo mkubwa na kuonyesha uwezo wako, utasimama au utakutana na wakuu. Utakutanishwa na wakuu, utakaa pamoja na wakuu, watakutambua. Na tunaona kwenye biashara, watu ambao wanafanya biashara, watu ambao wanafanya ujasiriamali. Sawa, neno la Mungu linasema, je, wamwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme. Hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Kijana, kuna ajira, kuna kazi, kuna biashara. Hata ukipelekwa mbele ya wakuu, hawaoni thamani yako, watakuweka pembeni. Na ndio maana unaweza ukakutanishwa na watu wazito ambao wana uwezo wa kukusaidia. Sasa wanakuuliza unafanya shughuli gani? Utakapoanza kusema nipo tu, wanasema huyu hatuna msaada wa kumpa huyu. Kwa hiyo angalau uwe na kitu ambacho unakifanya ili waweze kukusogeza mbele. Kwa hiyo vijana waelewe hili kwamba
pale ambapo unaanza kufanya kazi, kwenye kuonyesha bidii, kwenye kufanya ujasiriamali, pale ndo utapelekwa sasa mbele ya wako. Kuna mtu mmoja anaweza kusema kwamba ni kweli kile kinachozungumzwa, lakini najikuta tu nina hofu ya kuanza biashara. Natamani kufanya biashara lakini napata hofu. Huyu kijana anawezaje kushinda hii hofu? Hofu ni moja ya vitu ambavyo vinatulimit au vinatuzuia kusonga mbele. Na kuna mtu mmoja amewahi kusema kwamba hofu kwa Kiingereza ni fear. Akasema yeye akaigawanya yale maneno, zile herufi 4, akasema ni false evidence appearing real. Yaani ni vitu ambavyo tunaweza tukafikiri kwamba ni vipo lakini havipo. Na mara nyingi tunaogopa vitu ambavyo havipo. Na hata vitu ambavyo tumeogopa asilimia kubwa havijatokea. Unaenda kwenye interview, unahofia kwamba watanikataa, unafika kule wanakukubali. Ni sawa na mtu labda unatembea gizani. Ndio. Alafu unaanza kupata hofu. Labda kuna kitu kinanifuata. Lakini ukiangalia hujui ni nini kinakufuata. Na unakuta hakuna kinachokufuatilia. Ni hofu tu. Kwa hiyo wakati mwingine kuna hofu ambazo tumezitengeneza kwa sababu cha kwanza, wale ambao tumewaona kwenye biashara, labda ameanzisha biashara, amefeli na hakunyanyuka tena, na wewe unajawa na hofu. Wengine kwenye familia zetu hakuna aliyewahi kufanya biashara, maana yake huna mtu yoyote ambaye unaweza kumuuliza kuhusu biashara. Lazima hofu unakuwa nayo kama kitu hukielewi. Nawezaje kushinda hii hali ya hofu? So, cha kwanza ambavyo vijana wanatakiwa wajue, mimi nataka niwarudishe tulivyokuwa darasa la kwanza au chekechea, tunajifunza 1+1. Ili ushinde hofu lazima uanze. Na ndio maana kuna mtaalamu mmoja akasema kwamba usipoanza huwezi kuwa mshindi. Ili uwe mshindi lazima uanze. Kwa hiyo imani ndio moja ya vitu ambavyo vinatakiwa viondoe ile hofu. Imani, faith na fear haviwezi kukaa sawa. Sehemu moja haviwezi kukaa. Kwa hiyo kama una imani, amini kabisa kwamba, kwa sababu mimi naamini kwamba maisha ni imani. Unaanza biashara bila kujua nani atakuja kununua. Hiyo ni imani. Unamchumbia mtu bila kujua atakuwa mke mwema au mme mwema. Imani. Unaanza safari, unaenda safari ya mbali, hujui dereva ni nani, uendeshaji wake, ni imani. Kwa sababu hatujui hata dakika ya pili, ya tatu, hatujui kitakachoendelea. Kwa hiyo lazima imani yako uianze kuikuza, ianze kushinda ile hofu. Imani ikiwa ndogo, hofu itatawala. Lazima tuamini kwamba tuna uwezo katika yeye atutiaye nguvu. Muda huu basi ni kuombe tu mtazamaji wa Haleluya TV, tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutaendelea kuzungumza kile ambacho tuko nacho leo kwenye kipindi kizuri cha The Target, ujasiriamali kwa vijana wa Kikristo. Na tumezungumza mambo mengi sana. Jambo la kwanza, ni namna gani imani ya Kikristo naweza kumuongoza kijana katika kuanzisha na kuendesha biashara ambayo anataka kufanya. Lakini tukaangalia pia namna gani anawezaje kuepukana na hofu kama kijana, kwa sababu jambo ambalo linamzuia mtu kuanza kufanya jambo ni hofu. Na mtaalamu ametusaidia kwa uzuri kabisa hapa, Mr. Rodrick, kuhusiana na habari ya kuondokana na hofu, na ametoa mifano mizuri kabisa ambayo ukifikiria kwa namna moja au nyingine, hiyo hofu ambayo inakusumbua wewe kama kijana katika hali ya kutaka kuanza kufanya biashara inaweza ikatoweka kabisa, kwa sababu hata swala la kulala kuamka tu asubuhi pia unaweza kujiuliza kwamba hivi imewezekana vipi? Ilikuwa nina uhakika kiasi gani kwamba leo nitaiona tena, au nitaamka tena, au nitakuwa na pumzi kama hii ambayo ninaivuta muda huu. Kwa hiyo unatambua kabisa kwamba wakati mwingine hofu kama ambavyo amezungumza tunazitengeneza sisi wenyewe, ambazo zinaturudisha nyuma na kushindwa kufikia kwenye mafanikio yetu. Tuende mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutazungumza mengi yatakayokufanya wewe uwe kijana imara na usimame tena kwa wakati mwingine. Nguvu ya Omega ni Yesu Kristo. We South Africans, we love
watching Hallelujah TV. Keep watching Hallelujah TV. Mtazamaji wa Hallelujah TV, tumeweza kurejea tena baada ya mapumziko mafupi, na hapa hiki ni kipindi kizuri cha The Target. Tunaangalia ujasiriamali kwa vijana wa Kikristo. Je, ni kwa namna gani imani ya Kikristo inaweza kumuongoza kijana katika kuanzisha na kuendesha biashara kwa uaminifu? Sawa. Kijana lazima ajue kwamba kuanzisha biashara au kufanya ujasiriamali kuna faida. Sio kwake tu, lakini hata kwa wengine. Kuna mstari mmoja unasema heri atoaye kuliko apokeaye. Maana yake utatoa nini kama huna kazi, huna biashara, kitu gani utatoa? Ukienda kwenye maeneo ambao watu wanahitaji misaada, huna fedha, utatoa nini? Utatoa vichache sana, labda muda wako. Lakini tunaangalia kwamba wale wafanyabiashara ambao wanafanya biashara, unakuta mara nyingi wakienda kwenye maeneo ya wahitaji, kuna vitu wanatoa, kuna mahitaji wanatoa. Na nini kimewawezesha? Ni hizi biashara wanazozifanya. Lakini pia Mungu anatuamini katika kile kidogo unachoanza nacho. Kwa hiyo ukiona kwamba nina mtaji wa shilingi 10,000, hicho kidogo anza nacho, na Mungu ataona uaminifu wako kwenye hicho kidogo na kukikuza, na atakuja kukupa kikubwa. Lakini ukisubiri kwamba nianzie wapi mimi mpaka nisubiri nipate mtaji mkubwa, huo mtaji mkubwa unaweza usije. Kwa hiyo mistari kama hii au maneno kama haya ya Mungu yanatukumbusha kwamba ili niweze kuaminika kwa kikubwa, lazima nianze na kidogo. Sawa. Tukija katika swala zima la biashara, biashara ina sheria zake. Katika hizo sheria ninaamini kabisa kuna wakati kijana wa Kikristo zinaweza zikawa zinamwia ugumu kwa sababu moja. Kuna wakati tunafundishwa upendo, tunafundishwa kujitoa kwa wengine. Na mfano halisi, kuna mtu mmoja aliwahi kuwa anafanya biashara na yeye ameokoka. Na wakati anaanza tu biashara yake, ghafla akatokea mtu hana kila kitu na ana uhitaji wa kile ambacho yeye kwake ni biashara. Hana chakula, na yeye alikuwa anafanya biashara ya nafaka. Alikuwa anauza mchele. Na kwa wakati huo alikuwa na kiasi kidogo sana cha mchele. Na huyu mtu ana shida, ana uhitaji. Na uhitaji wake inawezekana ile wewe amemsaidia, amekava kabisa ile changamoto yake, ni kumpa kile kiasi cha mchele alichokuwa nacho. Na mtu huyu ndo kwanza ameanza. Lakini tumefundishwa upendo, tumefundishwa kujitoa kwa wengine. Huwezi kuamini yule mtu alitoa, alafu akabaki, akatulia. Mimi nadhani hii pia kwao inakuwa ni changamoto vijana wa Kikristo, kwamba kuna vitu au tunaweza tukasema kama ni majaribu ambao pia huwa
vijana wa Kikristo wanapitia, wanakutana nayo. Na kweli kwenye biashara unaweza ukaanzisha biashara yako, kale kafaida ka kwanza unaokapata unaona kuna mtu anakahitaji kale kafaida. Sasa kila mmoja kwa namna yake Roho Mtakatifu anamgusa na kumwelekeza kwa njia zake. Ukichukua maneno yangu, mimi naweza nikawa mtoaji kuliko wewe. Kwa hiyo ukanifuata mimi wakati mimi nina chanzo kingine, kumbe wewe una chanzo hicho hicho. Kwa hiyo lazima tumuombe Mwenyezi Mungu atupe Roho Mtakatifu atuelekeze wakati wa kutoa ni wakati gani, kiasi gani naweza nikatoa na mimi nibakize kiasi ambacho kinaweza kikaendesha maisha yangu. Kwa sababu ukisema usaidie kila mtu hatuwezi. Na hiyo kila mtu sasa ni watu ambao wanakuja kula. Kwa hiyo utajikuta kwamba una biashara, leo amekuja huyu, kesho amekuja mwingine. Kwa hiyo maana yake ukiendelea kusaidia kila anayekuja na kukuomba msaada, hautobaki na ile biashara. Kwa hiyo lazima biashara itakufa. Kwa hiyo kuna kanuni za kiroho na kuna kanuni za kibiashara. Na hata kwenye Biblia pia imezungumza mambo mengi kuhusu biashara, kuweka akiba, kutenga asilimia kadhaa kwa ajili ya kusaidia wengine. Kwa hiyo lazima wewe kama mfanyabiashara uelewe kwamba hii mbegu yangu ambayo ndo mtaji wangu, sitakiwi kuula hii mbegu, kwa sababu hii mbegu ndo inazalisha mbegu nyingine na kukuza biashara yangu. Kwa hiyo lazima uilinde hiyo mbegu ili msimu mwingine ukija uweze kuwa na mbegu ya kupanda ili uweze kuvuna. Kwa hiyo hapo ni yeye mwenyewe kujiongeza. Unahisi ni mafundisho ambayo tunapewa makanisani ndio yanaweza kawa ni chanzo cha kutufanya sisi tuone kwamba kuna maisha mengine tukiyaishi yanakuwa ni magumu? Kwa kweli itabidi hapo tuwaombe watumishi, kwa sababu Biblia ina mafundisho mengi, lakini unaweza ukakuta kwamba mtumishi mmoja anaweza akafundisha upande mmoja wa kutoa, lakini asifundishe upande mwingine wa kutunza labda mbegu na wa kutoa kwa kiasi. Unaona? Kwa hiyo unajikuta kwamba huyu kijana Mkristo yeye amepata taarifa au maarifa ya kutoa tu, atakuja kutoa mpaka biashara yake itakapokufa. Kwa hiyo mafundisho yawe balanced. Mfundishe kutoa, lakini mfundishe pia upande wa pili kwamba hii ni biashara yake na anatakiwa aikuuze. Kwa hiyo akitoa kila kitu lazima atoe kwa kiasi. Na naamini kabisa Biblia inatufundisha kwamba kila kitu tufanye kwa kiasi. Yes. Wewe ukifanya biashara au ujasiriamali, wewe unakuwa mfano wa kuigwa kwa vijana wengine ambao wanamwamini Mungu. Kwa hiyo watasema kama fulani aliweza na anaenda kanisani na anahudumu kanisani, lakini amefanya biashara, basi na mimi Mungu atanibariki na mimi nitaweza. Kwa hiyo unakuwa mfano wa kuigwa kwa wale ambao wanakuangalia, vijana wenzako wa Kristo. Lakini cha pili, utaweza kuwasaidia wengine. Kwa hiyo wapo ambao watakufuata, utawapa washauri, utawapa mpaka mtaji kama una uwezo huo. Huyu kijana anataka kufanya biashara, anasema sasa mimi nawezaje kufanya biashara kwa namna hii? Ikiwa kanisani kwetu watu ratiba labda wiki nzima tunakwenda kanisani na natakiwa mtumishi anione mimi ni mwimbaji. Hapo sasa tunarudi kwenye misingi na taratibu za kanisani, na wachungaji au viongozi wa kanisani lazima waelewe kwamba huyu kijana asipokuwa na nguvu ya kifedha hataweza kujenga kanisa. Kipaji chake kitatumika sawa, lakini tukifika sasa kuhitaji tofali, sauti yake haitotusaidia. Tutahitaji mchango wake wa fedha ili kuweza kunyanyua kanisa. Kwa hiyo angalau balance iwepo. Kuna somo moja ambalo nalifundisha inaitwa Wheel of Life. Wheel of Life ni maeneo ambayo tunatakiwa tuya balance katika maisha yetu, kwenye eneo la afya, eneo la fedha, eneo la kiroho. Kwa hiyo tukiegemea upande mmoja, kuna upande mwingine tutaukosa. Kwa hiyo unaweza ukawa mwimbaji mzuri, unahudumu vizuri, lakini sasa ikifika kwenye kutoa sadaka, fungu la 10, huna hata fungu la 10.
Kwa hiyo balance hiyo iwepo, viongozi waanze hata kuweka hata madarasa ya ujasiriamali kanisani, kuwafundisha hao vijana kwamba sawa, una kipaji lakini unatakiwa uwe na kianzo cha kipato, uwe na vyanzo kadhaa vya mapato, ili utakapo fika nafasi sasa ya kutoa msaada au kuchangia ujenzi wa kanisa, na wewe usione aibu. Usikae tu kimya na kuinamisha kichwa. Yaani utoe kabisa kwa furaha, kwa sababu Mwenyezi Mungu amebariki kazi ya mikono yako. Tunahitaji kuwa na vijana nguvu kazi ambao wanaweza kusapoti mambo yakaenda mbele, si tu wale ambao hawajihusishi sana na masuala ya kanisani, bali hata na sisi ambao tunajihusisha sana na masuala ya kanisani. Tunatakiwa kujitambua na kujua nafasi zetu na wapi tusimame kama vijana, ili tuweze kuwa na nguvu ndani ya kanisa. Usiwe kijana ambaye upo tu kanisani, hauna wewe kitu ambacho kinaweza kikamfanya Mungu akatukuzwa kupitia wewe. Hili ni tatizo. Wewe kijana ambaye unatufuatilia kupitia kipindi cha The Target, ni tatizo kama unaona kabisa kwamba upo tu kanisani na ndani yako hakuna kitu ambacho Mungu ana feel proud kwamba mtoto wangu au kijana wangu yupo kanisani anatukuzwa kupitia wewe. Hautoi sadaka, hautoi malimbuko, hautoi fungu la 10. Wewe upo tu, kuna muda yani kila siku hauna. Hii ni hali ambayo hutakiwi kuwa nayo kama kijana wa Kikristo. Ndio maana leo tunaangalia ujasiriamali kwa vijana wa Kikristo. Tumegusa maeneo tofauti tofauti. Lengo na madhumuni ni kukufanya uwe kijana imara. Lengo na madhumuni ni kukuonyesha kwamba yale ambayo unayafikiri kama kijana wa Kikristo sivyo yalivyo, au sivyo unavyotakiwa kuishi. Kwa hiyo hata kwenye yale magumu ambayo unayapitia, labda watumishi wa Mungu wanashindwa kukuelewa, muda ambao unataka kwenda kufanya biashara ni unakuwa ni muda wa kanisani. Tunaona mwanasaikolojia Rodrick ameweza kuzungumza kwamba ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya. Kaa na babako wa kiroho, mueleze kwamba baba, kuna changamoto 1, 2, 3. Yeye kama mzazi, nina imani kabisa kwamba anayo nafasi ya kukusaidia wewe kijana uweze kuondokana na swala zima la umaskini, swala zima la kujiona kwamba wewe ndivyo ulivyo na wewe ndivyo utaishi hivyo milele na milele, na unasubiri pengine kufa. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba utajiri wetu uko mbinguni. Hapa vya duniani hivi hapana, vinapita tu. Mungu ametukabidhi, tutajengaje studio nzuri kama hatuna fedha? Tutajengaje kanisa zuri kama vijana hawana fedha? Familia zetu tutazitunzaje? Wewe kijana umeoa, kijana wa kiume, how will you provide? Utawezaje kuprovide kama huna nguvu za kifedha? Kwa hiyo unajikuta kwamba fedha 1% ya maisha yetu ipo. Kwa hiyo lazima tujifunze kitengo hicho. Sawa, wakati tunarudi mtazamaji wa Lulia TV kuja kujifunza kitengo hicho kwamba fedha ipo, na tukiwa tunamalizia muda wetu sio rafiki, sisi tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirudi mwanasaikolojia Rodrick atatueleza kwamba ni namna gani sasa kama kijana wa Kikristo unatakiwa kuishi ndani ya ujasiriamali. Na hapa tutakuwa tumehitimisha kwa uzuri kabisa. Utakuwa umejifunza jambo zuri, na ninaamini kwamba baada ya kipindi hiki basi utakuwa umekuwa mjasiriamali mzuri na utasimama kwenye nafasi yako na utajua nini unatakiwa kukifanya. Karibu. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV Other Channel. YouTube andika Hallelujah ya Kiswahili kisha malizia na TV. Instagram TikTok kusoma. Kuna watu walikuwa na akili wanakuwa wa kwanza darasani lakini hawafika chuo kikuu. Facebook na X kote kwa jina moja la Prophet Rolinga. Watu sahihi wa mwilini wanavutwa na nguvu sahihi ya rohoni. Sikiliza pia Hallelujah FM kupitia Radio Box. Utabarikiwa. Kuna nguvu ndani.
Naam, tunarejea tena mtazamaji wa Haleluya TV baada ya mapumziko mafupi. Tumejifunza mambo mengi sana, na tukiwa tunamaliza turejee kwako mwana saikolojia wetu uweze kutusaidia sasa vile vitu ambavyo tunatakiwa kuishi kama kijana wa Kikristo. Kijana wa Kikristo, tukija kwenye upande wa ujasiriamali, mimi natamani azingatie haya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mtu anaposema ujasiriamali, kitu cha kwanza kinachokuja kichwani, mtaji. Sina mtaji. Na wanaposema sina mtaji anamaanisha hana fedha. Lakini mtaji sio pesa peke yake. Nimeandika kitabu cha mtaji na kule nimetaja aina ya mitaji. Kuna mtaji wa watu. Na ili watu wakusaidie, hulka yako inahusika, tabia zako zinahusika, lakini hata bidii yako inahusika. Kuanzia marafiki, ndugu, jamaa, ili waweze kukupa mtaji pesa, tabia zako zinahusika. Lakini cha pili, sasa hivi tuko kwenye karne ya teknolojia. Teknolojia imeshakuwa mtaji. Bando ya shilingi 500, kijana ambaye anaelewa anachokifanya kwenye mtandao anaweza akaingiza shilingi 5,000 au 10,000 kupitia hiyo bando ya shilingi 500. Lakini wapo ambao hiyo bando ya shilingi 500 anaipoteza kuangalia vitu ambavyo havina maana. Kwa hiyo tuangalie pia, huu ni mtaji mwingine. Lakini mtaji wa mawazo bora. Sio wazo tu, mawazo bora. Wanasayansi wanasema kwamba kwa siku tunapata mawazo zaidi ya 86,000 kwa siku hii moja. Sasa jiulize, kati ya hayo mawazo 86,000, wazo gani ambao unaweza nikalichukua, nikaliboresha, nikampelekea mtu mwingine, nikamwambia kwamba hili wazo ukiwekeza fedha yako linaweza likaleta manufaa kwa jamii na hata kwa watu wengine. Na hiyo tumeiona. Kuna competitions zinatengenezwa za mawazo bora, watu wanashinda. Juzi nilikuwa naona serikali inatoa fedha kwa vijana, makundi ya vijana wameleta mawazo, wameyatetea, wamepewa mitaji. Lakini imetokana na nini? Na wazo. Kwa hiyo usidharau mawazo yako, yachukue mawazo kadhaa, yatafakari, yafanyie utafiti, uyaboreshe, ili ukimpelekea mtu mwingine mwenye fedha, yeye anaweza akawekeza kwenye lile wazo lako. Tafuta maarifa kuhusu biashara. Biashara ina kanuni zake. Kwa hiyo usipofuata zile kanuni zake, utaona biashara ngumu sana. Kuna nguzo 3 kubwa za biashara. Ya kwanza tumezungumza kuhusu mtaji. Kwa hiyo unaweza ukatafuta mtaji kwa njia hizo ambazo tumezitaja: marafiki, kukopa benki, kuweka akiba, akiba yako ukaitumia kama mtaji. Unaweza ukakusanya wenzako mkaungana, huyu ana 100,000, 100,000, 100,000, 300,000, mkafanya biashara. Na hiyo naye inahusisha tabia. Je, watatu wote mnaweza mkaenda pamoja? Unaona? So hiyo ni nguzo ya kwanza ambayo ni mtaji. Lakini nguzo ya pili ni maarifa ya ile biashara unayotaka kufanya. Unataka kufanya biashara ya matikiti, tafuta maarifa. Sio kwa sababu umeona mtu mwingine anafanya matikiti na wewe unaingia kwenye matikiti. Tafuta maarifa, tafuta taarifa sahihi. Mbegu za matikiti nzuri ziko wapi? Soko liko wapi? Matikiti yako tayari baada ya muda gani? Nikiyatoa shambani yanakaa muda gani kabla kuoza? Vitu hivyo vyote lazima uvijue. Lakini ya tatu, jiulize, nina bidhaa au huduma ya kuuza? Kwa sababu biashara ni bidhaa au huduma. Kwa hiyo lazima jiulize kwamba mimi biashara ninayotaka kufanya, bidhaa gani ambayo nitauza? Huduma gani ambayo nitauza? Sasa mwingine anaweza akasema, kwa kweli mimi mtaji nimekosa wa kuanzisha biashara ya bidhaa au huduma. Mimi nawapa hili hapa, waondoke nalo. Kuna aina 3 za biashara ambazo tunaweza tukafanya. Aina ya kwanza ni biashara za taaluma. Umefanikiwa, umeenda chuoni, umesoma ualimu. Unaweza ukaanzisha biashara kupitia taaluma hiyo hiyo. Unaweza ukawa mwalimu. Aina ya pili ni biashara ya kipaji. Tumezungumza kuhusu vipaji. Unajua kuimba, kinoe vizuri kipaji chako, kitengenezee mifumo, kitakuwa
biashara. Aina ya tatu ni hii biashara ambayo sasa hawa wanaosema sina mtaji, sina nini, wanaweza wakaifanya. Unaweza ukawa mtu wa kati, unakuwa middleman, unakuwa winga, unakuwa broker. Hivi niwaulize, madalali wanamiliki nyumba? Hawa amewahi kujenga kile kiwanja, lakini yeye anajua kiwanja kiko wapi na mnunuaji yuko wapi. Atakapo wa connect hao wawili, anapata kamishoni yake, na ile nayo ni biashara, kuconnect muhitaji na yule mwenye ile bidhaa au huduma. Tayari unaweza ukapata mtaji wako kwa kuwa mtu wa kati. Sasa hivi wanaita winga. Unaweza ukawa winga. Inakuwa na tafsiri nyingine, lakini kama huna mtaji wa kwanza nao, basi wewe tafuta mtu mwenye bidhaa, mwambie mimi naomba unidhamini hii bidhaa, niende nikaiuze, nilete kiasi kadhaa, nipate na mimi asilimia kadhaa. Alafu utakapokusanya akiba zako, utaanzisha biashara yako vizuri sana. Sawa. Mengi tumejifunza, mengi ninaamini kabisa kwamba itakusaidia wewe kijana ambaye unatufuatilia muda huu kwenye kipindi cha The Target. Naamini kabisa kwamba utakuwa kijana imara. Pengine una maswali, lakini pengine kuna namna unatamani kuelewa zaidi. Mimi nitampa nafasi Mr. Rodrick aweze kukuambia kwamba kwa namna yoyote ile unaweza kumpata kwa njia gani kama unahitaji msaada zaidi. Hapa tumekupitisha tu ili akili yako iweze kushtuka na kuelewa kwamba hivyo ulivyo au hivyo ambavyo unaamini kwa sasa, kwa sababu wewe ni kijana Mkristo, kuna vitu vingi unavifanya, umekuwa na ratiba ngumu kanisani, kwa unaamini kwamba kukaa tu nyumbani, ukirudi labda unakaa kwa wazazi, unaanza kuambia wazazi ugali upo mama, kuna chai ninywe, lakini hujui kabisa kwamba umri uliokuwa nao sasa hivi ni umri wa wewe kujitegemea. Kwa hiyo kuna mbinu hapa ninaamini kabisa kwamba zitakufanya wewe ubadilike sasa hivi, na historia ya maisha yako, wazazi wako namna ambavyo wamekuwa wakitafsiri na kukutazama kwa jicho lingine kabisa kwamba ni kijana mvivu, kijana ambaye hujui unataka nini, kijana ambaye hujui unaelekea wapi. Sasa ni zamu yako au ni wakati wako kubadilika na kujua njia iliyo sahihi. Kwa haraka karibu. Mimi naamini kabisa kwamba Mungu ametuumba kwa ajili ya kusaidia wengine, lakini pia kuwa fruitful, kuwa na matunda. Kwa hiyo wewe kama kijana una uwezo wowote, hakikisha kwamba unauzalisha huo uwezo, uwe na impact, uwe na yani kwenye dunia tukukumbuke kwamba na wewe ulifanya kitu fulani. Kwa hiyo mimi kwenye maeneo yote napatikana, kwa sababu tuko kwenye eneo la kidijitali, kwenye era ya kidijitali. Mtu akiingia kwenye social media, hata Instagram peke yake, atapata mitandao mingine, atapata contacts nyingine. Ingia Instagram, tafuta jina la Rodrick Nabe, atapata namba ya simu, atapata website ya taasisi ambao tunadili na vijana na wajasiriamali, na anaweza akapata masomo mengi sana. Sawa, leo tulikuwa na somo zuri kutoka kwa Mr. Rodrick ambaye ni mwanasaikolojia. Ameweza kutusaidia kisaikolojia kwa uzuri kabisa. Ni yale ambayo tulikuwa tunahisi yanaweza kushindikana, sasa ninaamini kwamba unaona kwamba yanaweza kuwezekana. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana kijana ambao unafuatilia The Target. Mungu akubariki sana. Asante sana, ulikuwa nami mtangazaji wako Promise Bunto. Asante na kwaheri. The Target.